Sasa ndugu yangu, hivi wewe unapenda sana kula machungwa? Unapenda sana kutumia juisi ya machungwa? Na unasema ni matunda nakula. Sasa leo nakupatia ukweli huu, ufahamu, kisha ufanye maamuzi, uchukue hatua. Ndugu yangu, chungwa moja, ile chungwa moja ile hii size ya kati hii, ukila chungwa moja ni sawa sawa na mtu ambaye amekula vijiko vitatu na pointi kadhaa, lakini vijiko vitatu vya sukari ya kwenye chai. Vijiko vitatu vya sukari ya kwenye chai. Nafahamu kijiko kimoja ni takriban gramu 4. Kwa hiyo vijiko vitatu ni gramu 12 na kitu. Kumbuka binadamu katika mazingira ya kawaida unahitaji gramu 35 za sukari kwa siku. Sasa kama chungwa moja ni sawasawa na gramu 12, vijiko vitatu vya sukari, alafu unakula machungwa matatu, unakula machungwa manne, unatengeneza juisi ya machungwa, unakunywa asubuhi, unakunywa mchana, unakunywa jioni. Maana yake unaingiza dozi kubwa ya sukari katika mwili. Sasa kama ni dozi kubwa ya sukari katika mwili unaingiza, alafu wewe ni mtu ambaye hauna kazi ngumu, ni mtu wa kukaakaa, maana yake unajitengenezea matatizo. Unajitengenezea kisukari, shida za moyo, shida za figo, shida za ngozi, shida za uzazi, utanenepa. Kwa sababu kuna watu wanakula tu machungwa lakini wamenenepa baya mno, kwa sababu unaingiza sukari nyingi katika mwili, hauna mazoezi, hauitumii. Kwa hiyo ile sukari ile inabadilika, inakuwa mafuta, inakuwa sumu katika mwili. Kwa baada ya kufahamu ukweli huu, tafakari, chukua hatua. Kama ni kula chungwa, unaweza kula tu chungwa moja kwa siku, na usichanganye na matunda mengine yenye sukari, sababu kila tunda lina sukari yake. Sasa unapochanganya pale, maana yake unaongeza dozi kubwa, na hususan kama hauna kazi, kama hauna mazoezi, kama ni mtu wa kukaakaa, ni lazima utembee na vipimo hivi ili usipate matatizo. Sasa mimi kazi yangu ni kukufundisha, kazi yangu ni kukupa mwanga. Mimi sikukatazi, mimi nakupa mwanga, wewe ndo uamue kufuata au kupuuza. Uamuzi ni wa kwako kuanzia leo baada ya kupata ujumbe huu.